kwanza ni msomi. Anafanya mambo ya accounts, inaitwa CPA. Mambo na unasikia pale msomi yuko CPA, mambo ya pesa iko sawa, na pia wakati tunakwama unaniambia mambo nimekwama pahali. Sasa leo ndo tunamalizana na wewe. Huyu usiulize swali siku nyingine. Hakikisha umepata namba. Kama una swali, kuna mambo mengine ni yako. Direct. Tusikuwa ati lazima upitie mtu fulani ndio upitie. Hapana, hiyo hakuna. Katika Uislamu hakuna hiyo. Umjui, mmejuana, anaitwa Makana. Sasa hiyo vitu vingine sina yeye aseme kidogo alafu ndio na tunaendelea kuwatakia njema na fanaka mnapoendelea huu msimu wa Ramadhani, na vile vile mnapoelekea kufika tamati, tukaona ni vyema kama wale wanaojitokeza kuwa viongozi wenu hapa kuweza kusimama na nyinyi wakati huu mnaenda kusherekea siku kuu. Ndio maana nikaona acha niwe mmoja wao wa kuwaletea tende na maji ili tukaweze kufikia kwa kila mmoja wa jamii ya Waislamu katika hii safari yao ya msimu ambao ni wa muhimu kwa dini yao. Kwa hivyo kwa majina ni Robinas Oyaru Makana. Mimi ni mkaaji hapa Nakuru Town West, lakini ward ya Kapkures. Mimi sio mgeni, nimesomea hapa, nimeishi hapa, nimefanya biashara hapa, na sasa mpaka imefika wakati naona nataka kuingia katika ulingo wa kisiasa niweze kuwania kiti cha Nakuru Town West kwa nia ya kutoa huduma bora kwa watu wetu. Na hiyo ndio safari niko, na safari huanzia nyumbani, na ukishikwa mkono na pia utaweza tembea vizuri. Kupongeza mtarajiwa Honorable Robinas Makana kwa kutoa mkono ya kuweka jamii pamoja na kuweza kuonesha umuhimu wa kuheshimu Mwenyezi Mungu ambaye ametuamrisha tuwe na Uislamu, yani hiyo ni kusema tuwe na amani, na amani haipatikani bila kuwa pamoja na kujuana na kuelewana. Na tunakukaribisha sana pia wakati hii ya Ramadhani. Watu wengi wamejitokeleza kuweza kuelewa Uislamu. Ukarimu wa Uislamu ni kutoa kwa wale ambao hawajiwezi, na nafikiri ni muhimu sana kwa wakati hii pia watu wako na moyo mkunjufu na kujitokeleza. Kwa hivyo tunashukuru sana, na isiwe wakati ya mwisho, tunakukaribisha zaidi na zaidi, na tuko na mpangilio mengi ambayo tutahusisha wa viongozi ili tuweze kushirikiana zaidi. Tunataka kiongozi bora, na hii kitu inatusumbua sana Nakuru. Hatujui kwa sababu gani tunachagua kiongozi. Sio maana kiongozi ni kiti ama ni vazi ya kuvaa. Lazima tujue kwamba tuna uhusiano mwema, tunaongea pamoja, na tunapata mtu ambaye anaweza rudi ground na atusikize vizuri. Kwa hivyo tutawacha wakati hii vita bila kurudisha mkono wa shukrani, na tunakuomba tukae chini tuongee vizuri, tupate kujuana zaidi, ili society community waweze kupata nuru ya nguvu zao, ile wakifanya biashara zaidi. Tusiwache nyuma wanawake, tusiwache nyuma majenzi, tusiwache watu wa biashara, na tuwe pamoja pia kwa mambo ya governance. Kwa hivyo tunakukaribisha na tunaomba kwamba hii siwe ni mwanzo na mwisho. Tuko na wewe kuendelea mbele, na sifa zako zinasikizika, kwa sababu masomo ni muhimu. Kweli urongo? Na hii masomo lazima tuitumie kuboresha jamii. Na Bwana Makana anajiita jembe mpya. Sijui jembe tunaitumia kwa shamba, sio? Sasa sio ile shamba ya kulima, ni shamba ya kuinua jamii, kuelimisha watu, na tujitokeze kwa wingi, tuambie wengine kwamba sasa tuna nafasi. Kwa hivyo tunashukuru sana, na tunasema hii wakati haitapotea bure. Karibu sana. Asante. Thank you sana ndugu yetu Makana, karibu nyumbani. Tuko
pamoja na kushika mkono, kupata Rajab, kupata Imam na wengine huko kwetu za kusupport huko, na wewe hali yoyote ile uhisi kwamba wewe uko nyumbani. Kwa hivyo karibu sana kijana. Mimi kwa majina naitwa Athman Gala, ni secretary wa CIPK Nakuru County, na nimeshukuru sana kwa moyo wake mkunjufu kwa kuweza kutusaidia katika wakati huu wa Ramadhani, na hii inaonesha ile umoja wa ubinadamu. Kwa hivyo karibu sana ndugu yangu, na sisi tutasimama na wewe tuhakikishe malengo yale ambayo tunadhamiria yanatimia, na pia na sisi utushike mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Makana, na tunakukaribisha hapa msikitini. Anytime uko na nini unataka kutembelea hapo unakaribishwa. Na Imam pia tunakushukuru sana kwa kumkaribisha, maana mimi niko pande zote, niko kwa Mheshimiwa na niko kwa Imam. Ya, tunawashukuru wote. Kukaribisha Mheshimiwa Makana, tukushikilia na mkono miwili, nenda na wewe juu mpaka ufike kwenye unataka kwenda. Tunakukaribisha kwa msikiti wetu. Nataka tuende na wewe juu mpaka tuone hii maendeleo tutafika wapi. Hatupa kuachilia pahali, tutakushikilia kama mama. Ufike penye unataka kufika. Ni haya nasema. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, unajua kila kitu ni Mungu anapanga. Sisi tunafanya yetu, lakini Mungu ana mpango zaidi. Na ule mtu ambaye ameanza safari mapema, ni vizuri kwa sababu watu naye watakujua mapema. Hii ni 2025. Unaona tuko na miaka 2. Wengine wanakujaga 2020 hiyo 7. Wengine wajitokeza 2020 ikiwa ni siku za mwisho. Lakini mtu ambaye ana haja na mji utamuona akitembea kwa mji mapema. Yule mtu ambaye anajua anakuja kwa sababu ya biashara utamuona anakuja dakika ya mwisho. Lakini hii ni dalili nzuri, na tumepokea zawadi hii kwa hii mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inshallah wakati mwingine ukipata nafasi pia vile vile Sheikh atakuja kutembeza kwa Waislamu wakati wa sherehe zetu, pia utawatembeza inshallah, kwa sababu ni kujuana. Hii safari Mungu akitusaidia, unajua kila kitu ni kuweka Mungu mbele. Mungu ukimweka mbele kwa kila kitu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hakuna kisichowezekana. Pale uko mapenzi ya Mungu, dunia nzima ikitaka kukufaidisha na Mungu hataki, hautafaidika. Na dunia mzima ikitaka upate hasara na Mungu anataka ufaidike, utafaidika. Kwa hivyo kwa hayo yote, ndio hivyo. Kwa hayo yote tuweke Mungu mbele kwa maneno yetu. Mengi tutakuja kuzungumza. Unajua hii ni safari. Ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahma na amani juu yake, hatuna budi kurejesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mola ambaye kwamba alitupa taufiki, akatupa fursa sisi tukaamka salama, tukaenda na saumu zetu, na tunawashukuru sana kama ndugu zetu ambao kama mlitukumbuka, kwa sababu katika Uislamu chochote ambao kama waidha atakumul karimu fakrimu, ambia mtu yote ambao kama amekukirimu, amekusaidia kwa jambo yake yote, ama wewe amekusaidia, mwambie fata mkirimu yule mtu, kama yule mkirimu. Yani amekupa pesa ama upate kitu chochote, wewe pia mfanye nini? Mkirimu. Kama uwezi ukamkirimu, hauna uwezo wa kumkirimu, mwambie fadhu ulahu, muombe dua yule mtu. Yani huwezi kwa nguvu yako, kwa pesa zako, amekukirimu, amekusaidia, huwezi ukamsaidia, muombe dua. So kwa hawa wenzetu ambao kwamba viongozi wetu ambao kwamba wametuletea tende na maji, tunawashukuru sana. Karibuni tena. Kwa haya machache sitaendelea kuingawana muda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salat.
الضالين